Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia mchinjaji huyu amelaaniwa na Allah. Mchinjaji huyu amelaaniwa. Ikhwata al-Islami wal-Iman, i'lamu ilman yaqinan annana fi akhiri zaman. Waislam, kwanza kabisa mnapaswa mujue na mkumbuke ya kuwa sisi tumo ndani ya zama za mwisho, tumo ndani ya akhiru zaman. Nahnu fi zamanin asbaha alma'rufu fihi munkara. Sisi tumo katika zama ambazo mema yamefanywa kuwa ndiyo maovu, wa asbaha almunkaru fihi ma'rufa, na maovu ndiyo yamefanywa kuwa mema. Nahnu fi zamanin asbaha alhalalu fihi harama. Sisi tumo katika zama ambazo halali zimefanywa kuwa ni haramu, wa asbaha alharamu fihi halala. Na bakhti mbaya zaidi, tumo katika zama ambazo haramu zinafanywa kuwa ndiyo halali. Nahnu fi zamanin, tumo katika zama ambazo asbaha shirku fihi tauhida. Shirki inafanywa kuwa tauhid, wa tauhidu shirka, wal'iyadhu billah, na tauhidi inafanywa kuwa ni shirki. Tumo katika zama ngumu sana ndugu zangu, na leo nataka tuishi na moja ya magonjwa yaliyozuka ndani ya jamii ya Kiislamu, nalo ni gonjwa la chinja chinja. Waislamu wa zama hizi kila jambo wanakimbilia kuchinja. Mtu akijenga nyumba, kabla hajahamia kwenye nyumba yake mpya, anaambiwa chinja kabla hujaingia ndani ya nyumba yako. Mtu akifungua biashara, siku ya kwanza anaambiwa chinja. Mtu akinunua magari, wazee wa malori, maskenia, magari yakishanunuliwa yakaletwa, hayatofanya kazi mpaka yule muhusika ambiwe chinja. Na bahati mbaya siku hizi wanaambiwa mwaga damu hapa uwanjani, kisha washa gari lako likanyage damu. Huo ni mkataba babu. Zama tulizo nazo unashindwa kutofautisha baina ya vichinjo. Kichinjo hichi ni cha halali au ni cha haramu? Kichinjo hichi kina tofauti gani na vichinjo vya waganga washirikina? Zama tulizo nazo, hata wale waliwaamua kukamatana na visomo vya kisheria, arruqya shar'iyya, dua zilizothibiti kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwisho wa kisomo chinja, mwisho wa dua chinja. Tumekuwa aka wazee wa chinja chinja. Mimi binafsi sina tatizo na kichinjo chochote cha halali ambacho makusudio, dhamira, malengo ni Allah, amekusudiwa Allah. Kichinjo kikachinjwa kwa jina la Allah, malengo ni kuwapa maskini nyama ya mbuzi ambao pengine hawajawahi kula au wana miaka mingi hawajawahi kula nyama ya mbuzi.
kisha muhusika akatawassal na sadaka hiyo kwa Allah, akamwomba amjalie 1, 2, 3. Binafsi sina tatizo na kichinjwa hicho, lakini nina swali la kimataifa kwenu Waislamu wenzangu. Kwani hakuna sadaka nyingine zaidi ya chinja? Kwa nini usimwambie mkeo na kuletea kesho mayatima 10, pika pilau ya nguvu na tawassal kwa Allah kwa kuwalisha pilau hawa mayatima, Allah anifungulie 1, 2, 3. Kwa nini usichukue mifuko 10 ya simenti ukaitolea sadaka gari lako? Ya Rab, nilindie skeni ya hii ya kwanza, wewe unajua, nihifadhie na tawassal kwako kwa sadaka hizi za mifuko ya simenti, napeleka msikitini, madrasani. Ibada hii ya sadaka hii kama inakufurahisha, nilindie biashara zangu, kwani hakuna sadaka nyingine zaidi ya chinja kuku, chinja mbuzi, chinja. Wengine wanakwambia kisomo hichi babu kinahitaji kondoo, mkwara tu. Mwingine anakwambia safari hii bana lazima uchinje ng'ombe, umekuwa unagundu wewe. Hapa ndipo mimi nina matatizo napo. Zama tulizo nazo ndugu zangu ni zama ambazo kila mmoja wetu anakimbilia katika vichinjo. Ukimuuliza wapi Allah kasema kila utakapokuwa na matatizo kimbilia kuchinja, wapi Bwana Mtume kasema kila unapokuwa una matatizo kimbilia kuchinja? Wasiwasi wangu tusije tukawa tunatumbukia na kuwaiga washirikina kidogo kidogo bila ya kujua. Twende kwa washirikina, hawana dili zaidi ya kuchinja. Niletee jogoo mweupe, niletee jogoo mweusi, leta jogoo kwenye kibwenzi ana mweupe mtupu, ana kidoti cheusi. Huna uwezo wa kuleta, leta pesa, nitaenda kuleta mimi mwenyewe. Vichinjo vyote vya waganga wa kishirikina hakusudiwi Allah, ni vichinjo vya kishirki bila ya waswasi wowote. Kwa nini? Kwa sababu majini na mashaitani wabaya wanapenda hichi kitu cha kuchinja chinja. Na ndio maana mganga haagizi mchicha, haagizi kisamvu, haagizi bamia, vyakula vyenye protein. Atakwambia leta kuku au leta mbuzi au leta kondoo, anakwambia matatizo yako ni makubwa sana, unapaswa safari hii uniletee ng'ombe. Maskini wewe, uwezo huo huna, lakini kwa sababu kakwambia Mungu wako mtu mganga, utakwenda kukopa, kunyang'anya, hata kuiba, utapeleka kichinjo cha haramu. Lakini mwezi wa Dhulhijja kila utakapofika, siku ya Eid ya kuchinja, yaumul adha, hujawahi kuchinja ibada ile tukufu takatifu, kwa kisingizio huna uwezo na unasubiria nyama za dezo kutoka nje. Waislamu, shirki sasa imeenea na inajipenyeza katika nyumba za Waislamu kidogo kidogo, licha ya kuwa mitume wote, manabii wote walikuja kuiteketeza na kuitokomeza shirki, lakini shirki bado angali ipo katika zama zetu. Allah anasema katika suratu Yusuf, wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, wala wengi wao si wenye kumwamini Allah, wala wengi wao si wenye kumwamini Allah, bali wengi wao ni washirikina. Na kwa taarifa yako, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikwisha tuambia long time,
miaka zaidi ya 1500 zilizopita, ya kuwa kuna makabila katika ummati wake watakuwa washirikina kindakindaki kama washirikina wa zama zake. Sikiliza Bwana Mtume anasemaje? Bwana Mtume anasema la taqumu saa, saa ya qiyama haitosimama hatta talhaqa qabailun min ummati bilmushrikin, hadi makabila katika umma wangu na wao waungane na washirikina na kufanya shirki, na watakuwa washirikina kama washirikina wa zama zangu. Wa hatta tu'bada al-awthan, na qiyama haitosimama mpaka watu katika ummati wangu waabudie masanamu na mizimu. Na nyinyi ni mashahidi. Ni wangapi katika Waislamu leo wana vibanda vyao huko katika vijiji vyao? Wangapi Waislamu wana mibuyu yao, miti ya mbuyu? Wangapi katika Waislamu wana vibanda vyao vya kinyamkera? Wangapi katika Waislamu wanakwenda kupiga magoti katika makaburi ya wale wanaodhaniwa kuwa ni mashekhe au mawali au masharifu au sijui nani? Nani aliyekwambia mpigie magoti wewe kiumbe mwenzako? Hata kama utaumia, vumilia tu, kwa sababu tunazungumza haki. Naam, laqad kathurat adh-dhabaih al-muharrama, vichinjo vya haramu vimekithiri zama zetu. Laqad kathurat adh-dhabaih ash-shirkiyya, vichinjo vya kishirikina vimekithiri katika zama zetu. والكثير منا لا يستطيع أن يفرق بين الشرك والتوحيد. Maamuma wetu wengi wao hawawezi kutofautisha baina ya vichinjo vya kishirki na vichinjo vya kitauhid. Naam, hawawezi kutofautisha baina ya vichinjo vya halali na vichinjo vya haramu. Naam, hawawezi kutofautisha baina ya vichinjo vilivyokuwa sahihi na vile vilivyokuwa vya kimakosa. Wengi shida yao ni kitoweo. Allahu akbar. Leo Waislamu wa zama hizi aka tumekuwa wazee wa chinja chinja. Kila jambo, una kesi mahakamani, unashauriwa uchinje. Sije umepata misukosuko kidogo, badala ya kurudi katika Qur'ani na Sunna. Kwa nini misukosuko hainiishii mimi? Pengine mchawi ni wewe, kuna maovu unayafanya, kuna machafu unayafanya. Bwana Mtume anasema innal abda la yuhramu min arrizqi bidhanbin yusibuhu au lidhanbin yusibuhu. Wakati mwingine mja anaweza kupewa msukosuko katika riziki zake, Allah akafinya riziki yake, si kwa sababu kuna mkono wa mtu, bali kuna madhambi anayafanya. Naam, hofu yangu Waislamu, tusije tukawa tunajifananisha na washirikina bila ya kujua, na tukawa tunafanya makosa bila ya kujua. Wa'lamu ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, nataka sasa muelewe wazi ya kuwa anna dhabha ibada, kuchinja ni ibada. Fala yajuzu sarfuha lighairi llah, ibada hii ya kuchinja haijuzu kabisa, haifai kabisa kufanyiwa asiyekuwa Allah, kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah, kukusudiwa kwa asiyekuwa Allah. Twende katika sura ya 6, suratu Al-An'am. Nenda kaitazame aya nambari 162 hadi 163. Sikiliza Allah alivyonyoosha
anamwelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambie sote, qul, sema wewe Muhammad, qul, waambie wewe Muhammad, inna salati, hakika ya sala zangu, wa nusuki, na vichinjo vyangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivyo ni vya Allah mlezi wa walimwengu, la sharika lah, hana mshirika Allah. Wabidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, na kwa hayo nimeagizwa, na kwa hayo nimeamrishwa kwamba nikiswali nimswalie Allah, nikichinja nimchinjie Allah, uhai wangu niishi kwa ajili ya Allah, na nijue kifo changu pia kinatokana na Allah na kwa mipango ya Allah. Kwa hayo nimeamrishwa mimi Muhammad, nami ni Muislamu wa mwanzoni kabisa. Kama hili halitoshi, twende katika juzu amma, sura ndogo katika sura zote za Qur'an, na Waislamu wote tumehifadhi hii sura isipokuwa wale ambao hawajawahi kusoma kabisa. Katika sura hiyo Allah ananyosha tena, anamwambia mtume wake akichinja, achinje kwa ajili yake na sio kwa ajili ya marohani, mabarakin, subyani, makatani, maimuna. Vichinjo vyote hivi ni vya kishirikina. Allah anasemaje? Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Hakika sisi tumekupa wewe Muhammad mto wa kimataifa, mto wa Kauthar katika pepo. Basi ukiswali, swali kwa ajili ya Mola wako mlezi, na ukichinja, chinja kwa ajili yake. Na hakika anayekuchukia siku zote ndiye mwenye kuharibikiwa na kukatikiwa. Wapi umepata wewe kuchinja kwa ajili ya kuridhisha hao unaowaita wazee wakubwa? Wana ukubwa gani hawa majini? Wapumbavu tu wengi wao, na kuwaingiza wanadamu katika shirki. Naam, twende katika sura ya 3, suratul Maida. Fungua sikio wewe, sikiliza. Allah anatuharamishia mambo 10 vikiwemo na vichinjo takriban kadhaa ambavyo ni vya haramu kuliwa, au wanyama kadhaa ambao ni haramu kuliwa. Katika suratul Maida Allah anasema, hurrimat alaykumul mayta, hurrimat alaykumul mayta, meharamishiwa nyie kula nyamafu, vibudu, wanyama waliokufa bila ya kuchinjwa, ni haramu kwenu kula. Hesabu moja moja. Hurrimat alaykumul maytatu waddam, cha kwanza mmeharamishiwa nyinyi kula nyamafu au kibudu. Cha pili, na mmeharamishiwa nyinyi kunywa damu. Alhamdulillah, wengi wetu hatunywi damu, lakini tunatoa damu kwa majini.
Unapopeleka kichinjo chako kwa maagizo ya mganga wako, mtaalamu wako feki, kumbuka kuwa ile damu ndio chakula cha wale majini. Umechangia kumshirikisha Allah na kumudhi Allah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, meharamishiwa nyinyi kula nyamafu, vibudu, wanyama waliokufa bila kuchinjwa. Wa pili, meharamishiwa nyinyi kunywa damu. Wa tatu, meharamishiwa nyinyi kula nyama ya nguruwe. Kuna waislamu leo wanakula kiti moto, moto wa jahannamu unawasubiri kwa taarifa yenu. Kuleni tu kiti moto, mtakwenda kukalia viti vya moto ndani ya moto wa jahannamu, waliyadhu billah. Cha nne kilichoharamishwa kwetu, wama uhilla lighairi llahi bihi, na mmeharamishiwa nyie kula nyama ya mnyama yoyote, hata awe halali, aliyechinjwa kwa jina lisilokuwa la Allah. Na kuulizeni, hawa waganga, hawa washirikina, hawa wachawi, pale wanapochinja wanachinja kwa jina la nani? Makusudio yao, nia zao, azma zao, wanachinja kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya mashaitani na majini. Kisha Allah akatutajia hapa takriban wanyama watano tulioharamishiwa kuwala. Sikiliza sasa: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Na mmeharamishiwa kula wanyama wa aina tano, hata kama ni halali kwenu. Sikiliza, nyama wa kwanza, mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kugongwa. Wa pili, narudia, nimekosea, nimechanganya tafsiri. Na mmeharamishiwa kula nyama wa mnyama aliyekufa kwa kunyongwa au kwa kujinyonga mwenyewe, haramu kumla. Wa pili, walmawqudhatu, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kugongwa, kwa gongo, kwa jiwe au kwa silaha yoyote kichwani, amegongwa mpaka amekufa, haramu kumla nyie. Watatu, walmutaraddiyatu, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kuanguka kutoka juu jabalini au gorofani, moja kwa moja hadi chini akafa. Wanne, wannatihatu, na mmeharamishiwa kula nyie nyama ya mnyama aliyekufa kwa kugongana na mwenzake vichwa. Si mnajua anagongana vichwa hawa? Gongana vichwa mpaka akafa, haramu kumla. Wakati gani sasa? Mnyama wa tano sasa
tulioharamishiwa kumla. Wama akala sab'u, na mmeharamishiwa nyie kula nyama ya mnyama aliyekufa kwa kuliwa na wanyama wakali. Wanyama watano haramu kuwala: awe mbuzi haramu kumla, awe kondoo haramu kumla, awe ng'ombe haramu kumla, kwa sifa hizi zifuatazo. Wa kwanza tuliyeharamishiwa kumla ni mnyama yeyote atakayekufa kwa kunyongwa au kujinyonga mwenyewe. Wa pili tuliyeharamishiwa kumla ni mnyama yeyote ambaye atakuwa amekufa kwa kugongwa kichwani kwa gongo au mawe au chochote. Watatu tuliyeharamishiwa kumla ni mnyama aliyekufa kwa kuanguka kutoka juu hadi chini. Na wanne ni mnyama ambaye amekufa kwa kugongana na mwenzake vichwa hadi akafa, kampiga mwenzake vichwa kisha akafa, basi ujue huyo ni haramu pia kumla. Na watano tulioharamishiwa kumla ni mnyama aliyeliwa na wanyama wakali. Wakati gani sasa hawa tunaweza tukawala? Wakati gani hawa wanyama wa aina tano tunaweza tukawawahi wakawa ni halali yetu? Kipi sasa na ni yapi? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Wakati gani sasa hawa wanyama watano ambaye anataka kufa kwa sababu ya kunyongwa au kujinyonga, au anayetaka kufa kwa sababu ya kugongwa kichwani, au anayetaka kufa kwa sababu ya kuanguka kutoka juu, au anayetaka kufa kwa sababu ya kugongana na mwenzake na kupigana pembe, au anayetaka kufa kwa sababu ya kuliwa na wanyama wakali, wakati gani tunaweza tukawawahi wakawa halali kwetu sisi? Qur'ani inasema illa ma zakkaitum, isipokuwa wale ambao Allah atakujalieni mkawawahi kwenda kuwapiga kisu kabla ya kufa kwao, na kisha mkatamka bismillah wallahu akbar, mkataja jina la Allah. Hapo muda wa kuwa ulimwahi kabla hajafa, basi mnyama yule ni halali kwako, lakini akishavuta tu babu ni haramu kwako. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza jambo la 9 alilotuharamishia. Sikilizeni Waislamu, na nukta hii ndio nukta yangu hasa. Allah anasema wama dhubiha ala nusub, na mmeharamishiwa nyie, na mmeharamishiwa nyie kula nyama ya mnyama yoyote yule ambaye wakati anachinjwa amechinjwa kwa ajili ya masanamu, amechinjwa kwa ajili ya mizimu. Mnyama yeyote aliyechinjwa kwa ajili ya masanamu, kwa ajili ya mizimu, kwa ajili ya majini, kwa ajili ya mashaitani, Allah anasema pia mmeharamishiwa kula nyama ya mnyama huyo. Mganga tu pangu pakavutia mchuzi, anasubiri vitoweo vya watu, anakuelekeza uchinji, alafu unachinja sala 5 bismillah mashaallah, na dini umeishika bismillah mashaallah, unakimbilia kwa mwanadamu wenzio, eti mambo yako hayako sawa, yake mwenyewe hayako sawa.
kisha unapeleka mbuzi anakwenda kuchinjwa kwa ajili ya majini, marohani, mashaitani, mizimu, hakika umefanya shirki kubwa bila kujijua, maskini wa Mungu. Jambo la 10, Allah akasema wa antastaqsimu bil azlam, na mmeharamishiwa kupiga ramli. Mambo 10 tulioharamishiwa katika sura hii, suratu Al-Maida. Sikiliza, hurrimat alaykumul maytatu, mmeharamishiwa kula nyamafu au kibudu, mnyama yoyote aliyekufa bila ya kuchinjwa. Jambo la 2, wadamu, mmeharamishiwa kunywa damu. Jambo la 3, walahmul khinzir, mmeharamishiwa kula nyama ya nguruwe. Jambo la 4, wama uhilla li ghairi llahi bih, na mmeharamishiwa kula kichinjo chochote kile ambacho wakati kinachinjwa hajakusudiwa Allah na halijatajwa jina la Allah wakati kinachinjwa. 5, walmunkhaniqatu, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kunyongwa au kujinyonga. 6, walmawqudhatu, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kugongwa kichwani kwa gongo, kwa jiwe au chochote chenye ncha kali. 7, walmutaraddiyatu, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kudondoka kutoka juu hadi chini. 8, wannatihatu, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kugongana mwenzake vichwa au pembe. 9, wama akala sab'u, na mmeharamishiwa kula mnyama aliyeliwa na wanyama wakali, illa ma dhakkaitum, isipokuwa wale mtakao wawahi kabla ya kufa kwao, mkawahi kuwachinja na kutaja jina la Allah juu yake au juu yao. 10, wama dhubiha ala nusub, na mmeharamishiwa nye kula mnyama yoyote yule ambaye wakati anachinjwa amechinjiwa masanamu, mawe, vibanda, mizimu, kinyamkera, marohani, masubiani. Haramu kula mnyama wa aina hiyo. 11, wa antastaqsimu bil azlam, na mmeharamishiwa nye Waislamu kula, na mmeharamishiwa nye Waislamu kupiga ramli. Kisha akasema dhalikum fisqa, vyote hivyo ni uchafu mtupu. Waislamu wa zama hizi tunacheza na uchafu bila ya kujua. Waislamu, katika sura hiyo hiyo ya 6 Al-An'am aya nambari 121, Allah anasema wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq, na wala msithubutu kula mnyama yoyote ambaye wakati anachinjwa halijatajwa jina la Allah juu yake. Hakika ya kichinjo hicho ni kichafu mno. Katika sura hiyo ya Al-An'am anatuelekeza, anatuambia fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum biayatihi mu'minin, na kuleni nyama ya mnyama
ambayo wakati anachinjwa limetajwa jina la Allah juu yake. Ikiwa nyinyi kweli ni wenye kuamini aya za Allah jalla fi ula, katika kusisitiza na kukokoteza sura hiyo ya 6 Al-An'am aya nambari 119, anatuuliza Allah, anatuambia wama lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi, mna nini nyie Waislamu hamtaki kula vichinjo vya halali, hamtaki kula wanyama ambao wakati wanachinjwa limetajwa jina la Allah juu yake? Sasa Waislamu, ni mchinjaji gani, ni mchinjaji yupi aliyelaaniwa na Allah? Jawabu analijibu Bwana Mtume Muhammad. Jawabu linatoka kwa Bwana Mtume Muhammad katika Sahihu Muslim, hadithi nambari 597 min hadithi Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Msimulizi wa hadithi hii ni Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء لعن الله من ذبح لغير الله لا إله إلا الله. ونمتم أنسيما الله amemlaani yeyote yule atakayechinja kwa jina lisilokuwa la Allah. Allah amemlaani yeyote yule atakayechinja kwa makusudio yasiyokuwa ya Allah, anakusudia mambo yake mengine. Ni kila mwaka lazima ende kijijini wachinje, mizimu inahitaji damu, vibanda vinahitaji damu, kinyemkera kinahitaji damu, mganga wake anamwambia kila mwezi lazima utumwage damu. Bwana Mtume anasema Allah amemlaani yeyote yule atakayechinja kutomkusudia Allah, bila ya kumkusudia Allah amekusudia majini, marohani, waganga na shirki kwa ujumla. Huyu ndiye mchinjaji aliyelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ngapi mimi na wewe tumechinja bila ya kumkusudia Allah, kwa maelekezo ya nani? Mashekhe zako? La wallah, babu, una babu yako, na kila mtu lazima awe na babu yake. Babu tawile babu, subhanallah. Mababu hawa wengi wao wanapotosha watu, wengi wao, sisemi wote. Hivi hujawahi kupata message SMS kwenye simu yako? Unatumiwa message na waganga? Mimi nazipata sana hizo, nimeziblock namba zao na block mwisho mpaka nimechoka. Nikawauliza vijana wangu, bana message kama hiyo ushakupata? Habari mjukuu, naona mambo yako yamenyooka, urudi tena, masharti na kushinda, si kitu gani. Mwanzoni kuna watukana mpumbavu, umeingia mkenge, umeingia choo cha kike, unajua unazungumza na shehe, wewe mshirikina. Mwisho nikasema kwa nini nipoteze bando zangu? Nimeblock mpaka nimeacha. Babu mjukuu ndio habari za mjini sasa hivi, babu na mjukuu. Kimbilieni kwa Allah, fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah, msikimbilie kwa mababu washirikina, msikimbilie kwa waganga wa kishirikina. Na kwa taarifa yako, sadaka ziko aina nyingi, sio lazima kuchinja. Ikiwa wewe ni AKA, ni kuchinja tu. Kabla hujasafiri chinja, umejenga nyumba chinja, hujahamia kwenye nyumba
chinja. Gari lako chinja, damu unamwaga chini, gari likanyage, wallahi utaingia katika shirki. Sadaka ziko nyingi hivi. Sadaka ya kulisha hamuijui? Wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Bwana Mtume anaulizwa, ayu lislami khairun, kitu gani bora katika Uislamu? Akasema tut'imu at-ta'ama, lisha chakula. Kwani usipike sufuria la pilau ukaenda kwenye kituo cha mayatima ukawapa, kisha ukamwelekea Allah na sio babu wala bibi, wasema Allah nimelisha. Ibada ya kulisha inakufurahisha, Mtume wako ametusisitiza. Kama hii kitu nilichokifanya leo, nimewalisha mayatima hawa biriani au pilau au nini, kama limekufurahisha, nina 1, 2, 3 katika dhiki ya Rabbi, nitatulie dhiki zangu. Kwani haiwezekani? Inawezekana. Atawassul bil a'mali salihat, kutawassal kwa Allah kwa matendo yaliyo mema. Kwa nini kila kitu uchinji? Mimi mwenyewe niliwahi kuambiwa na mtu siku moja, nilikuwa naumwa, nilipata infection, mambo ya kukohoa na mafua. Siku hizo ukienda hospitali kidogo nakwambia una infection, utapewa antibiotic. Kaambia vipi? Kama infection bana. Nini? Kifua, mafua, homa. Itabidi uchinje, safari chinja ng'ombe. Nikamwambia ng'ombe ananisaidia nini mimi? Akasema subhanallah, jamii ishakuwa na akili ya chinja. Wallahi mtatumbukia kwenye shirki kwa kujua au kutojua, na vichinjo vingine vitawatumbukiza katika laana ya Allah jalla fi'ala. Anayachinja kwa ajili ya majini, mashaitani, huyo amelaaniwa na Allah. Anayachinja kwa ajili ya marohani, sijui Subyani, sijui Maimuna, sijui Makata wa Makatani, huyo amelaaniwa kwa ajili ya Allah. Anayachinja kwa ajili ya Kinyamkera, huyo amelaaniwa na Allah. Anayachinja kwa maelekezo ya waganga, washirikina, wachawi, huyo amelaaniwa na Allah. Anayachinja vichinjo mbalimbali vinavyoitwa vya kafara za kishirikina, huyo amelaaniwa na Allah. Na unajua maana ya kulaaniwa na Allah? Allah anakufungia vioo, lugha nyepesi ya mjini, anakufungia vioo. Maana yake nini? Al-la'nu huwa tardu min rahmatillah. Allah anakufukuza, anakutoa katika fungu lake la wale atakao washushia rahma zake. Mambo yako yatazidi kuwa magumu. Kwa taarifa yako, mzee wa chinja, utamaliza, utachinja mpaka utasema ng'ombe wa 200 huyo, mbona bado sifanikiwe? Kumbe una laana ya Allah. Laana hiyo umejipatia kwa sababu ya kuchinja kwa ajili ya shirki na washirikina, na hujamkusudia Allah jalla fi'ala. Waislamu, hotuba yangu niishie hapo. Hotuba yangu ilikuwa ikisema mchinjaji huyu amelaaniwa na Allah, naye si mwingine ni kila atakayechinja bila ya kumkusudia Allah na kutotaja jina la Allah juu yake. Unaweza kusema, shekhe, vichinjo vyote hivyo navyovipinga na chinja mwenyewe kwa mkono wangu na ninasema bismillah. Moja hilo, Twende la pili, kusudio, azimio, nia yako. Kwa nini unachinja? Maelekezo, wazee, mizimu, Kinyamkera, mabwana wakubwa wamepanda kichwani, wamesema matatizo makubwa sana. Wewe ndio una matatizo, njaa, katafute kazi.
huyu safari lazima chinje ng'ombe. Na wewe ni maskini, mshahara wako hautoshi kununua ng'ombe wa 500,000, 600,000, 700,000 hadi milioni, lakini cha kushangaza mnatafutaga hizo pesa, mnazipata na mnachinja. Mambo yenu hayatokuwa super wala petroli wala diesel, ni moto juu ya moto, kwa sababu unayoyafanya unajipatia laana za Allah bila kujijua. Mambo yanaharibika. Anayepanga na kupangua, anayetoa riziki, aliyekamata hatam, Allah kakufungia vyo, kakufukuza. Utafanikiwa lini wewe? Turudi kwa Allah Waislamu. Sadaka ziko nyingi Waislamu, bali na kushaurini kwa dhati, ukiwa na matatizo usikimbilie kuchinja. Kwani usiseme kesho ni Alhamis nafunga kwa ajili ya Allah? Bwana Mtume anasema atakayefunga siku moja kwa ajili ya Allah, funga isiyokuwa ya fardhi, Allah humweka mbali na moto wa Jahannam umbali wa miaka 70,000. Ukasema ya Rab, leo nimefunga kwa ajili yako, na dhiki na tafash na stress, nikatulie kupitia ibada nzito ya funga, utafanikiwa. Unamka qiyamul layl, thuluthi ya mwisho, Allah anashuka, anauliza mwenye njani yupi nimpe chakula, mwenye madhambi yupi anayeniomba msamaha nimsamehe. Baada ya kutafuta zile pointi muhimu za kidini, aka chinja, mwisho unajichinja, mambo yako hautofanikiwa, utoharibikiwa, utatumbukia kwenye shirki na laana za Allah utakipatia. Namwomba Allah atusaidie Waislamu, aturudishe katika haki. Namwomba Allah Waislamu atusaidie tuwe na imani juu yake, ukweli wa kuamini. Namwomba Allah aturudishe katika tauhidi, ukweli wa kurudi. Namwomba Allah aturudishe katika aqida, ukweli wa kurudi. Namwomba Allah atuepushe na shirki atuweke mbali na shirki kama alivyoweka umbali baina mashariki na magharibi. Allahumma innana dhalamna anfusana dhulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana kulla asir فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. جملنا جميعا بالعافية والسلامة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.